Mwezi Machi umeanza kwa matukio mazito, si tu kuhusu vita vya M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali pia matukio mengine yaliibua mjadala mkubwa. Tukio la kwanza ni Fizi na Uvira. Baadhi ya wakazi wa Fizi na Uvira wamelalamika kuhusu madai ya tukio la ajabu linalodaiwa kuwa ni kuibiwa viungo vya siri, jambo linaloleta hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kuna wanaosema kuwa hizi ni hadithi tu au uzushi unaosambazwa bila ushahidi. Hata hivyo, wengine wanadai kuwa ni uchawi unaodaiwa kuletwa na watu wa jamii ya Wamanyema kwa lengo la kuzalisha dhahabu, huku wengine wakituhumu watu kutoka Kalemi mkoani Tanganyika. Tukio la pili, mvutano wa kisiasa Kinshasa. Wakati wa huo mjini Kinshasa kuna mvutano wa kisiasa unaodaiwa kuwa mkali kuhusiana na mjadala wa mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mjadala huo, mwanasiasa Bahati Lukwebo amenukuliwa akisema kuwa katiba sio tatizo, tatizo ni watu wanaoshindwa kuifuata na kujiweka sawa na katiba. Kauli hii imezua mjadala mpya kuhusu chanzo cha mgogoro, hususan vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maswali: je, kwa mtazamo wako wewe mdau wa Didas TV, katiba ndiyo chanzo cha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kuna sababu nyingine za msingi? Wewe kama mdau wa Didas TV una ujumbe gani kwa watazamaji na wakereketo wa Didas TV kuhusu matukio haya? Ikiwa madai ya Fizi na Uvira ni kweli kwamba watu wanaibiwa sehemu za siri, je, unaona suluhisho ni kuchukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya wanaodaiwa kuhusika? Na tatu na la mwisho ni kwamba ikiwa uzushi na tuhuma zisizo na ushahidi, ni hatua gani zichukuliwe dhidi ya wanaosambaza taarifa hizo? Wewe kwako mtazamaji na mchambuzi wa Didas TV, moja kwa moja tunaanza na wewe ambaye kujitambulisha jina. Mtangazaji, ni Mfariji Kiota Alliance kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ya Mboko katika sekta ya Tanganyika. Kufuatana na mada ambayo tunao mezani ambayo inasema kuhusu hali ambayo imevuma mitandaoni eti kuna watu ambao wanapora sehemu za siri. Kwa kweli hali hiyo imevuma mitandaoni na tumeshuhudia katika sehemu fulani ambako watu wamechomwa moto eti ni wao wamechochea hiyo. Kwa kweli ni lazima tuwe watulivu. Tunaomba raia kuwa watulivu kwa sababu katika dunia hii kuna yale ambayo yanashuhudiwa na mkifanya uchunguzi vizuri unakutana ni uongo. Kwa hiyo ni lazima katika mambo yote kama na hayo ni lazima tuchunguze vizuri, tujue chanzo, tujue na nini mwisho. Kwa kweli mambo kama na hayo yametokea na tumeshuhudia picha kwenye mitandao yakionyesha watu ambao wamechukuliwa sehemu zao, na ni lazima tuwe werevu, tuangalie jinsi ya kujilinda, kutembea sehemu ambazo zina watu wengi katika masoko ni lazima kila mtu ajichunge mwenyewe, na ni lazima tufanye uchunguzi vizuri kwa sababu kuna pia mambo ambayo yanavuma kumbe ni uongo. Kuna mambo fulani ambayo yanavuma mitandaoni na ukifanya uchunguzi vizuri utakutana ni uongo. Kwa hiyo ni lazima tufanye uchunguzi vizuri, isiwe ni kukurupuka, kusema tu bila kujua kama ukweli ukoje. Na ile kuchoma watu kama ndo dawa, lakini najua dawa ni kuchunguza vizuri na kuwashika wale watu ambao wanafanya vitendo kama na hivyo na kuwauliza wametumwa na wakina nani na wanalenga nini kufanya vitendo hivyo. Hiyo inaweza kuwa ni vizuri zaidi. Asante mtangazaji wa Didas TV. Kufuatana na mada nyingine ambayo imefuma huko katika mji mkuu wa Kongo, huko Kinshasa, kushuhudia mabadiliko ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao eti kuna dukuduku za kusema eti wabadili katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni jambo ambalo linalomba kufanywa uchunguzi vizuri, na wakongomani ni lazima washirikishwe kwa sababu kubadili katiba sio kutoka usingizini unabadili katiba, hapana. Ni lazima ufanye uchunguzi kwa sababu katiba ya Kongo haijakuwa ndo chanzo ya vita. Katiba ya Kongo haijakuwa ndo chanzo ya kutokusikilizana kwa viongozi wa nchi. Katiba ilikuweko lakini tulikuwa na amani, na hapa vita vimekuja, katiba ipo. Kwa hiyo ni lazima kufanyiwe uchunguzi vizuri
kwa sababu vita vilianza na vinaendelea na bado katiba iko. Na mbeleni hapo tulikuwa na amani kidogo, isipokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo muda mrefu imeshuhudia machafuko, lakini tulikuwa tukiishi na katiba ilikuweko. Kwa hiyo ni lazima uchunguzi ufanyike kama kisi Lukwebo alipoongea. Katiba hayakuwa ndo chanzo cha vita hapa kwetu DRC. Katiba ilikuwepo na katiba iko. Ni lazima tuchunguze vizuri, tujue chanzo cha vita hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante. Baada ya hapo tumsikie mwingine mchambuzi ambaye anakuja na maoni yake yafuatayo. Naitwa Unga Shabani Ebro. Nakaa Mboko, kata ya pili. Hali ambayo yanapitikana kwetu Fizi, na si Fizi tu, ni mahali popote, kwa uwizi wa viungo vya mwili. Hicho kabisa, yani tunakishikilia kama ni hali moja ambayo sisi wanadamu, haiza sisi wa raia, hatuwezi. Wamoja wao wanavalia tuseme kamba plastiki zenye zinafunga pesa, kuweka vikwasa kusema ni dawa. Wengine wanasema ya kwamba kuchukua majani ya muogo ndo unanuia, na baada ya kunuia yale majani unaiweka ndani ya nguo yako ya ndani. Na wengine usema ya kwamba kuchukua vingine vimatunda ambavyo watu hawawezi kula, vinaitwa msongoba ngimkibembe, kusema ya kwamba hiyo nayo ni dawa. Sasa sisi binadamu na sisi raia tunachanganyikiwa, hatujui hilo limetoka wapi na limekwenda wapi. Lakini sasa cha mshangao, wala ambao wanaiba hivyo hatujui wanakwenda navyo wapi, ndugu msikilizaji. Lakini kwa maoni yetu ni kusema ya kwamba ni mbinu za shetani ambazo zinajiinua, na tungeliomba serikali pamoja na viongozi wa makanisa kukaa chini na kufunga, ili Mungu aoneshe kama ni alama gani. Hicho ndio kinaweza kuongelea kwa journaliste. Kwa wale ambao watatusikiliza, watupe labda kuulizia wale ambao wanashikwa na kusemekana ya kwamba wenyewe ndo wanaiba hivyo viungo vya mwili, kwa sababu ni mara ya kwanza tangu utoto wetu, ni hapa usoni nipo tunayasikia. Tuliasikia anaanza Kalemi, sio Kalemi, ni Misisi Baraka hivi anaruka, ameshakuwa Uvira Kilibula, si Kilibula tena, yameshakuwa tuseme huko Bujumbura, kwenye shule ambayo linaitwa OP. Sasa hatujui kama ni nini na lengo ni nini na mpaka lini yataisha. Hicho ndicho tunaweza kusema ya kwamba ni kitu cha mshangao na kinasikitisha sana, ndugu journaliste, kwa kusikia na kuona masuala kama na hayo, kwani binadamu hawezi akatembea bila hicho. Mawazo yaliyotolewa na mfanyasiasa mkubwa wa chama cha AFDC Professeur Bahati Lukwebo kutoka mjini Kinshasa. Ndiyo, kwa maoni yangu mimi nawaza ya kwamba acha niseme kama ni upotovu, kwani sote ni wanadamu, na aliyezaliwa na maji na mwanadamu anayetembelea maji na damu huwa akilini upotoka siku zimoja. Na jinsi Mungu aliweka wiki hiwe na siku 7, katika zile siku 7 za wiki, si kila siku ambayo akili ya binadamu huwa inatumika vizuri, aiza kuwazia kila kitu kizuri. Yabidi tu kwa sababu tuko binadamu tupotoke nafasi zimoja. Basi kwa kuelewa na kwa kumalizia, napenda nikwambie tu kusema ya kwamba Profesa Bahati Lukwebo aliwazia mbali sana kwenye hakuna hata malengo, kwa sababu tukitizama vizuri katika hiyo katiba ambayo yeye anasemea kwamba isibadilishwe na si dija,
sisi Wakongomani tusingelikufa hivi na udongo wetu usingelinyanyasiwa. Lakini kwa nafasi yangu mimi, hacha nimwambie na kumjibu haza kujibu kusema ya kwamba yawezekana hata wale ambao walikwenda kusaini na kusitisha mikono yao katika hiyo constitution, aiza tuseme katiba, yeye naye alikuwemo, kwa sababu AFDC si chama cha leo, ni chama kilichokuwa tangu hapo awali, na wote walichangia kwa kusaini mkataba huo. Na ndo maana kwa kuona faida yao binafsi, ndo maana wanagangania kusema Wakongomani wasikwende kujua siri ya nchi na manufaa ya nchi, waganganie kusema ya kwamba katiba hiyo isibadilishwe. Lakini sisi tunaunga rais mkono kusema ibadilishwe, kwa sababu ikibadilishwa Wakongomani wataishi kwa amani, apata kuwa fujo na apata kuwa kingine chochote kile. Asante. Makamu wa shirika la kiraia naye kukaa kimya, anakuja na yake kama hayo, msikilize. Jambo kwa wasikilizaji wote wa Didas TV. Sauti ni ya Msenga Shabani Bichake Gilbert, nikiwa kama msimamizi makamu wa shirika la raia Force Vive msekta ya Tanganyika. Nilipenda na mimi kutoa mawili matatu kulingana na hali ambayo inaendelea kuzuka tarafa la Fizi na Jamhuri ya Kongo kwa ujumla, hususan kwenye swala la watu kuibwa viungo na swala la kuhusu kubadilisha katiba. Kunako swala la watu kuibiwa viungo, mimi kwa maoni yangu ninaweza kuwa na haya ya kuchangia. Ni kusema tangu taarifa hizo zimeanza mpaka sasa hatujaoneshwa seme fulani na fulani kweli kweli viungo vyao vimepotea. Hapana, kitu ambacho watu wanashuhudia ni habari ya kusema fulani na fulani wameuawa au wamechoma moto sababu waliiba viungo, lakini mpaka sasa hatujaoneshwa majina au watu ambao wamewahi kupoteza viungo vyao. Cha pili, ukiangalia kwenye hilo swala la upotezaji viungo, utaona kuwa meya wa mji wa Baraka Mama Marie Mukanja Swazi, katika kibarua chake ambacho amekisaini tariki 4 mwezi wa 3 mwaka 2026, na yeye pia ametaja kuwa ni uvumi. Amesema tu ni uvumi ambao unaendelea kuvuma kuwa watu wanaibiwa viungo katika mji wa Baraka. Hiyo ni kuonesha kweli kweli ni uvumi, amesema kuwa ni uvumi. Na hiyo ndio serikali ambayo ina watu ambao wanapaswa kupeleleza. Kwenye serikali kuna waganga ambao wanapaswa kubaini kuwa mtu viungo vimeibiwa, lakini na yeye pia amekaza kuwa hiyo jambo ni uvumi. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu, na pia naunga mkono hiyo habari ya meya wa mji wa Baraka, ni kwamba hizi habari ni habari za uvumi tu, sababu hakuna ushahidi wowote ule ambao unaonyesha kweli kweli huyu ama ule ametolewa viungo. Unasikia tulisikia fulani, lakini kinachofanyika pale sasa ni nini? Ni ile watu kujichukulia sheria mkononi, sababu tumeona watu wamechomwa, tumeona watu wameuawa, na ile inakuwa ni kuvunja sheria. Maoni yangu ilikuwa ni kusema kwa hilo swala ni sherti uchunguzi ufanyike halisi, ili kubaini kweli kweli ikiwa hayo mambo yapo au hayapo, na wale ambao wanaendelea kutenda hivyo vitendo vya kuumiza watu bila ushahidi, ni lazima wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Na ikiwa kutaonekana mtu yeyote yule ambaye anaweza kuwa anawajibika na vitendo vya kupoteza viungo vya watu, na yeye pia jambo la heri linaweza kuwa kumpeleka mahakamani ili awajibike. Kuua mtu au kumchoma sio suluhisho kabisa. Hiyo ni jambo moja ambalo nilipenda kuonesha pale. Na kitu cha pili, mimi ndugu mtangazaji, mimi kwa imani yangu kama Malikia wa Ubembe, mtu wa Troisieme Eglise, naamini kama mtu ambaye anaamini Mungu hawezi kupotezwa viungo vyake kwa njia kama hiyo, sababu Mungu ndiye analinda watu, na wakati mtu ana uwezo wa Mungu hawezi kukutana na matatizo kama hayo.
Ile kusema watu waanze kuvala maepengle wafanye nini, hapana. Ile yote ni imani ni imani ambayo ni potovu, yenye inatuma watu hawana imani kuwa Mungu anaweza kuwalinda. Kwa hiyo mimi ile naweza kuonesha vile kwa mara ya pili kuwa sisi kwa imani yetu hatuamini kama hilo jambo sisi wa Malkia wa Ubembe linaweza kutokea kwetu. Na kunako swala la kubadili katiba, sababu tumeona hapo Kinshasa wafanya siasa kwenye vyama fulani fulani wameanza kutoa misimamo yao, wamoja wakisema ni vyema katiba ibadilishwe kwa sababu kuna mapungufu. Wengine wanasema hapana, katiba isibadilishwe sababu usiwepo na muhula wa 3. Mimi ndugu mtangazaji, inaweza kusema kuwa kubadili katiba au hapana sio kipaumbele kabisa. Kwa sasa ukiangalia nchi ya Kongo, hususan mashariki mwa Kongo, wananchi wanapitia maisha magumu sana, na kwangu mimi naona kipaumbele ingekuwa ni usalama kwanza. Serikali ingekita mizizi kuangalia ni namna gani wananchi wa mashariki mwa Kongo na Kongo kwa ujumla wanaweza kupata usalama, sababu ukiwepo na usalama watu watajiendeleza, watu watafanya miradi fulani fulani, watu watajenga na maisha yatakuwa mazuri, na hiyo itakuwa ni jambo jema kabisa, sababu hakuna katiba inaweza kubadilishwa wakati kuna vita, na hata katiba ibadilishwa wakati nchi kuna vita, hakutakuwa na mabadiliko yoyote ile ambayo yanaweza kuonekana kabisa. Ili watu wawe na mabadiliko chanya yenye kuwa sahihi, ni sharti serikali ikite mizizi katika kutafuta usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.